wa uponyaji na kubarikiwa kwa mtu. Ndio. Inaweza kuwa ni matendo ya zamani ambayo watu walikutambua nayo. Ndio. Na sasa Mungu amekuokoa. Ulikuwa ni mlevi, ulikuwa ni malaya, ulikuwa ni mbea, lakini Yesu yote anakutoa kule. Amen. Leo kwa mtu mzuri. Amen. Sasa washuhudie watu, jamani, mimi sio niko hivi, nilikuwa na hivi na hivi na hivi, lakini nifanye hivi ndio mzuri. Ni mzee wa Yesu. Tunaitwa ushuhuda. Na hii inaitwa uponyaji, vile vile ushuhuda unaitwa baraka wako, unaitwa ulinzi wako. Sasa tunapokalia tunaficha maana ya alama za misumari, tunaficha alama za makosa. Imebakia historia na ushahidi au ugonjwa sugu umepona. Yesu hakufuta makovu yake baada ya kufufuka. Hiyo maana Yesu hakufuta zile alama za misumari. Amen. Kwa kwake hakufuta alama za misumari. Alikuwa na mwili wa mbinguni mkate. Hivyo angeweza kuyafuta kabisa makovu yote na kujibadili. Ndio. Alijua wapo akina Tomaso. Aliyabeba makovu kama ushuhuda wa kazi iliyokamilika. Ndio. Makovu yakawa udhibitisho kwa wasioamini. Unaona? Mungu hubadilisha maumivu yako kuwa ushuhuda wa nguvu. Ushuhuda wako ni historia yako kwa Yesu. Ndio. Angalia mtume Paulo aliyekuwa muuaji wa mitume mkate. Akageuzwa kuwa mtume aliyefanya utume mkubwa sana. Kitabu cha Matendo 9:1-2, Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Alama za fungwa sema. Lakini Sauli mkate akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana mkate, akamwendea kuhani mkuu mkate, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi mkate, ili akiona watu wa njia hii mkate, waume kwa wake mkate, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Fungaseni. Ushuhuda uleta mshangao kwa watu waliokujua. Kitabu cha Matendo 9:20-22, Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Alama za fungaseni. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi mkate, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia wakashangaa mkate, wakasema mkate, si huyu aliyewaharibu waliolitia jina hilo huko Yerusalemu? Ndizo. Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo mkate, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Ndizo. Sauli akazidi kuwa hodari mkate, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski mkate, akadhibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Fungaseni. Imani ya wengine mara nyingi hujengwa kwa ushuhuda wako unaoonekana. Paulo hakuacha kuelezea ushuhuda wake ambao umebakia kama alama ya misumari kwenye maisha yake. Unapokombolewa na Yesu pekee, usiogope kukiri dhambi yako ya zamani mkate. Ulishaishinda. Wengine wapo niliwaombea wakaokolewa toka kuwa wachawi na waganga, lakini wapo kimya mkate, kujifanya kama walianza katika utakatifu. Mbona Yesu hakuona aibu ya makovu?